Forum walifanya utafiti, wakasema hivi: jamii yoyote ambayo inapofanya kazi ya kufundisha isihusianishe stadi katika mafunzo yake, jamii hiyo au taifa hilo litakuwa linapoteza kati ya 1% mpaka 6% kwa mwaka ya GDP kama hasara. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa na unemployment kubwa na hakutakuwa na skill za kutatua matatizo ya watu wake. Ndio maana wakati mnajadiliana hapa, kwa nafuatilia kwenye mitandao, kwa naona watu wengine wanasema kwenda VETA ama kutokwenda VETA. Nataka niwaambieni, tunahitaji study kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Hamna taifa lolote duniani linalolifahamu ambalo limeendelea bila kuwa na watu wenye study fulani za kuweza kutatua matatizo yake. Na ikiwa tutaacha kuwekeza kwenye kufundisha watoto wetu kwenye study, maana ni kwamba tutatafuta study hizo nje ya nchi kwa gharama kubwa, na matokeo yake kazi zozote tunazojenga, iwe kujenga barabara, kujenga nyumba, itakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujuzi ama ufundi huo upati ndani ya nchi, na matokeo yake itakuletea hasara kubwa. Nataka niwatie moyo VETA, mko kwenye njia sahihi, na serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo amesema Naibu Spika, serikali imeamua kuweka mkazo mkubwa kuwapa stadi watoto wetu ili waweze kujitegemea na waweze kuendelea. Lakini pamoja na mafanikio hayo mlionayo, VETA, wakati mnaendelea, mjue kuwa yako matishio yanayotishia stadi mbalimbali ambazo tunafundisha watoto wetu. Mabadiliko ya tabia ya teknolojia hapa duniani yamekuwa tishio kubwa sana. OECD mwaka 2019 walitoa taarifa yao, wakasema kuwa kwa miongo miwili sasa, sekta ya uzalishaji, yani production sector au manufacturing sector, ilishuka kwa 20%, na sekta ya huduma ikapanda kwa 27%. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mitambo au automation technology ambazo zimefanya watu wengi zaidi watoke kwenye uzalishaji mali. Kwa hiyo wakati tunafundisha vijana wetu, tuwafundishe vile vile kujua kuwa wana wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazokuja. Nilikuwa naangalia banda moja pale ambalo taa ile haihitaji interaction ya mwanadamu, yani kwenda kuzima na kuwasha. Asiye na mkono anaweza kuiwasha, unaipuliza tu inawaka. Teknolojia. Tumeona mtambo mwingine unawashwa kwa AI, unatumia siri, unaimwambia siri niwashie feni, wala hauko pale, inafungua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba teknolojia inavyokuwa itaendelea kuwafanya watu wengi zaidi kazi ambazo wangeweza kuzifanya, teknolojia itawareplace. Na utafiti huo unaonyesha 32% ya kazi nazo, 14% ya kazi ambazo zinafanyika leo ziko hatarini kutoweka kutokana na uwepo wa teknolojia mpya. Na kwa kufanya hivyo ni muhimu sana VETA, tunapotoka hapa leo, twende tukaangalia mabadiliko haya, tuweze kuyaweka kwenye mifumo yetu ya ufundishaji, ili watoto wetu ama wale wanaojifunza wajifunze wakijua kuwa kuna changamoto wanazotakiwa kukabiliana nazo kadri wanavyokwenda. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kwa kweli ngeniuliza leo kwamba mkutano huu tumetoka na kitu gani, mimi ningesema tumetoka na fikira mpya, tumetoka na mtazamo mpya, tumetoka na mawazo mapya, tumetoka na mwelekeo mpya wa kuangalia nyanja ya ustadi kwenye maisha ya mtu kama injini ya kubadilisha hali za watu na kuwaondolea umaskini. Na mtu pekee wa kutufanyia hilo ni wizara yako Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Elimu, pamoja na wewe VETA, ambaye ndiyo mwenye wajibu wa kutoa stadi hizi kwa watoto wetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya VETA kama mamlaka inayosimamia vyuo vya ufundi na ufundi stadi, lakini actually ni maadhimisho ya miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa serikali wa kitaifa wa kusimamia mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, kwa sababu mwaka 1975 ndio ilianzishwa idara ya serikali iliyokuwa inafanya kazi sasa ya kuratibu na kusimamia mafunzo haya. Idara hiyo ndio hatimaye ilibadilika na kuwa VETA. Kwa hiyo VETA kwa namna nyingine na yenyewe inaadhimisha miaka 50. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Mambo mengi yamefanyika, uzuri mtendaji wetu ameyaeleza. Lakini maadhimisho haya yanatupa msukumo mpya na mkubwa wa kuimarisha zaidi mahusiano kati ya vyuo vyetu vya VETA na wazalishaji maeneo ya kazi. Na tumeanza kuhakikisha kwamba tunachofundisha kwenye vyuo vyetu vinaendana na mahitaji ya wale wanaozalisha. Kwa kongamano moja lilozungumzwa hapa lilikuwa ni kuwaleta wadau wa nguo na mavazi ili kuangalia wale wanahitaji nini na nini tunafundisha. Mfano mwingine, VETA juzi hapa walikutana na mdau mmoja anayetengeneza aluminium zinazotengeneza madirisha. Huyu mdau yeye anafundisha watu mwenyewe. Kwa hiyo tulikubaliana na VETA wafuate watu kama hao na kuwauliza kwa nini vijana wetu tukiwafundisha hawawezi kuja kuajiriwa moja kwa moja, ili tujue mahitaji yao wanaozalisha na kuhakikisha kwamba ndicho tunachofundisha kulingana na mahitaji ya wadau. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa ambao tutaenda nao sasa hivi kwenda mbele. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kutekeleza maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga vile vyuo vilivyobaki katika wilaya zote 64 ambazo hazina vyuo vya VETA vya kiwilaya na chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe ambao ndio ulikuwa umebaki mkoa peke yake uliokuwa hauna chuo cha VETA cha mkoa. Kazi inaendelea vizuri chini ya uongozi wenu. Zaidi ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la usimamizi na uendeshaji wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sio kazi ya serikali peke yake. Sekta binafsi ina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo katika miaka hii 50 ya VETA katika sura mbalimbali na miaka 30 ya VETA katika sura hii tunayofahamu, serikali ilianzisha sasa mamlaka inayosimamia utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi inaitwa NACTIVATE. Na leo Mheshimiwa Ndunguru, dada yangu Ndunguru, mwenyekiti wa NACTIVATE, yuko ameungana na sisi hapa. Tunashukuru sana. Na kazi yao sasa ni kusimamia vyuo, asante sana, vyuo vyote vya aina ya VETA vya serikali na binafsi. Kwa maana hiyo, maelekezo ya rais wetu kwamba tushirikishe na kusaidia na sekta binafsi kuongeza fursa tunalitekeleza vile vile kwa kuimarisha utendaji wa NACTIVATE. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweka vile vile msukumo mkubwa wa kujifunza kutoka nchi mbalimbali. Na tumezungumza na nchi mbalimbali: Japan, China, Korea, India, Uswisi, Ujerumani, na tumepeleka timu India na tutapeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga mahusiano makubwa zaidi kati ya nchi zetu, vyuo vyetu hivi vya VETA na vyuo vya wenzetu, ili kuhakikisha kwamba mafunzo tunayotoa kwa kweli yanakidhi mahitaji ya kimataifa. Sambamba na hayo, tumefanya pia mashindano ya ujuzi ambapo wanafunzi 36 ambao walikuwa wametoka Tanzania nzima walikuwa wameshindanishwa katika ngazi ya mikoa wameweza pia kujumuishwa na kufanya mashindano ya ujuzi katika stadi za uchoraji wa ramani za nyumba, uwashi, ushonaji pamoja na huduma za chakula na uungaji na uundaji wa vyuma. Na vijana hao wameweza kushindanishwa ili mwisho wa siku waweze kujua kwamba maeneo yao ya ujuzi ni maeneo muhimu na maeneo ambayo yanawahitaji waweze kuyazingatia katika utekelezaji au ufanyaji wa shughuli zao mbalimbali. Tumejivunia na pia wameweza kujivunia kuonyesha stadi zao kuanzia ngazi hizo za vyuo, kikanda pamoja na tunatarajia kitaifa. Lakini sababu na hayo, tulikuwa pia na makongamano tukiwa na mada kuu 2 pamoja na mada ndogo 7 ambazo zilikuwa zimeweza kujadiliwa. Na katika majadiliano hayo tumeweza kupata washiriki 2634 katika siku hizi ambazo wameweza kujumuika nasi na taasisi mbalimbali zimeweza kujumuika pamoja nasi. Katika mijadala yetu tumeona kwamba kuna msingi mkubwa wa kuweza kusimamia na kuhakikisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi nchini tunautekeleza kwa sisi wa VETA na pia wale wadau wengine ambao wanatoa mafunzo ya ufundi stadi. Hivyo imeonekana kwamba ni vema tuweze kwenda kuhakikisha ubora wa mafunzo unazingatiwa ili mwisho wa siku wale vijana wanaenda kwenye soko la ajira waweze kuwa na ubora na uwezo wa kutekeleza shughuli mbalimbali katika soko la ajira. Sambamba na hilo, kulikuwa kuna eneo la ubunifu ambalo lilijadiliwa kuona namna ya uwezeshaji wa ubunifu na namna ambapo wabunifu zile bunifu zao zinaweza kwenda kuchukuliwa na kubiasharishwa, yani kuingizwa sokoni. Hivyo ilionekana kwamba ni vema tuweze kuwa na utaratibu ambao wenzetu wa COSTECH wanao
basi kuona ni namna gani COSTECH wanaweza kuongeza bajeti kuwezesha hawa wabunifu waweze kuendelea. Lakini sambamba na hilo, tumeenda katika eneo la kuona ni namna gani watu wale wa other VET provider au vyuo vingine kuwezeshwa na serikali katika kuhakikisha wanakuwa na miundombinu, vifaa ambavyo vitawezesha kutoa mafunzo katika ubora na katika viwango vile vinavyotolewa na vinavyohitajika kitaifa, kikanda na kimataifa. Na yote haya tumeweza kujadili na kuona mwisho wa siku kuweza kuja na maazimio takriban 8 ambayo tutayawasilisha na kuweza kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini unakuwa umezingatia viwango na ubora. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nipende kusema tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba vyuo vya ufundi stadi nchini vinajengwa vya kutosha na viweze kuwafikia wananchi wote na kupata fursa ya ufundi stadi na kuweza kupata ujuzi. Na sisi pia tunasema vipo viongozi wengine ambao mnasimamia pia utekelezaji wetu, na tunawashukuru sana kwa usimamizi na uwezeshaji ambao mnaotupatia katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo ya ufundi stadi nchini na fursa zilizokuwepo. Tunaamini tutaendelea kushirikiana pamoja na wadau wengine wa maendeleo kama walivyokuwa wamewasilisha, pamoja na wadau wa viwanda katika kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo yaliyo bora na yale yanayohitajika katika soko la ajira. Mwisho nipende kusema kwa kuzingatia kwamba matoleo la sera ya elimu ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023 pamoja na mabadiliko ya maboresho ya mitaala inatuhitaji kwenda kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania tunawajenga kuwa na maarifa, ujuzi na uwezo wa kwenda kufanya mambo mbalimbali. Na sisi kama VETA na vyuo vya ufundi stadi tunaamini tunaenda kulitekeleza hilo na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na watu wenye ujuzi wa kutosha na wenye uwezo wa kwenda kufanya shughuli mbalimbali katika miradi mbalimbali ya kimkakati na katika viwanda na uwekezaji mbalimbali unaenda kufanyika. Na nipende kusema kwa sasa pia tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa wananchi wa Kitanzania takribani 80,000, na hii ikiwa ni kutekelezaji wa lengo la serikali la kuhakikisha kwamba hadi ifikapo mwaka 2026 Juni kuwe vijana na wananchi 100,000 wameweza kupatiwa ujuzi. Hivyo tunaenda kufanya urasimishaji wa ujuzi kwa watu 80,000 ambao wataweza kurasimisha ujuzi wao na kuweza sasa kutambulika vizuri kwenye soko la ajira.